athari za full moon, yani matokeo ya zile nguvu za full moon tayari zilikwisha anza kuonekana na zina uwezekano wa kudumu kwa muda wa mpaka wiki moja. Inawezekana hata wewe ambaye unatazama video hii tayari umekishaanza kuona athari za full moon, lakini ulikuwa hujui kwamba hicho unachokipitia kinatokana na full moon. Na ndio maana nimekuletea video hii ili kukupa ufahamu juu ya nini kinaendelea hivi sasa kiulimwengu, na pia uweze kujua nini unapaswa kufanya ili kukabiliana na athari hizi. Kwa muda wa wiki nzima kuanzia sasa, utaanza kuona athari katika usingizi wako. Hii nguvu ya full moon huwa ina tabia ya kutuchelewesha kuingia katika usingizi mzito. Kwa hiyo utajikuta unapata ugumu sana wa kulala ule usingizi mzuri ambao umeuzoea. Na kwa baadhi ya watu wanaweza kujikuta wanakosa kabisa usingizi. Unaweza kujikuta unakesha mpaka usiku mnene hupati usingizi na sababu huijui. Sasa kama umekuwa ukipatwa na hali hii, usishangae. Hizo ni athari za full moon. Na hata kama ukifanikiwa kulala, unakuwa hupati ule usingizi wenye utulivu. Tunasema usingizi wa mang'amng'am. Yaani mwili unakuwa haupati ule utulivu unaotakiwa. Na utakuwa unaota ndoto zenye usumbufu. Zinakufanya wewe unashtuka mara kwa mara usiku. Hali hii inaweza kukupelekea uwahi sana kuamka kutokana na kwamba upati ule usingizi unaotaka, au inaweza ikapelekea uamke ukiwa umechoka sana kwa sababu hujapata ule utulivu unaotakiwa. Huu ndio ule msimu wa watu kuchelewa sana makazini, wanafunzi kuchelewa kuamka, unaamka mwili umechoka, kila kiungo kinakuuma. Hiyo ni moja kati ya athari ambayo inaweza ikakupata katika msimu huu kwa muda wa wiki nzima kuanzia sasa. Kwa hiyo ikikupata usishtuke na wala usishangae. Vipo vitu ambavyo unatakiwa kufanya ili kukabiliana na athari hizo na ikiwezekana kupunguza, kwa sababu kukosa usingizi au kupata usingizi usiokuwa na utulivu pia si salama kwa afya yako. Kwa hiyo fanya yafuatayo ili uweze kupata usingizi wenye utulivu katika msimu huu. Naomba unisikilize kwa makini sana. Kitu cha kwanza kabisa, hakikisha mlo wako wa mwisho unakula masaa 3 kabla ya kulala. Kwa mfano, kama wewe una kawaida ya kulala saa 4 usiku, basi hakikisha chakula chako cha usiku unakula saa 1. Hii itasaidia sana wakati wa kulala, mwili unakuwa tayari umeshamaliza kazi ya digestion au mmeng'enyo wa chakula. Kwa hiyo unaupunguzia mwili kazi ya ziada wakati wa kulala. Kitu cha pili, hakikisha unaoga kabla ya kulala. Nilishawahi kufundisha kuoga ni zaidi ya kuoga tunakokufahamu sisi. Watu wengi huwa tunafahamu kwamba kuoga ni kujisafisha mwili, lakini kiulimwengu au kiroho, kuoga ni kuhuisha nafsi yako. Maji yana uwezo mkubwa sana wa kutibu nafsi zetu. Tunapokuwa katika mizunguko yetu ya kila siku, huwa tunakutana na watu tofauti wenye nguvu tofauti. Negative energy inaweza ikadhoofisha nafsi yako na kuifanya ichoke. Kwa hiyo unapoipa maji, nafsi yako inapata nguvu. Na ndio maana hata katika spell nyingi sana huwa tunahusisha maji, kwa sababu maji ni tiba ya kwanza ya asili. Kwa hiyo unaposikia kitu kuoga, sio tu kusafisha mwili wako, bali pia nafsi yako inapona. Kwa hiyo kabla ya kulala, hakikisha mwili wako unaumwagia maji. Unaweza ukatumia sabuni, yani ukaoga kama unavyooga kawaida, au ukajimwagia maji tu. Utaona jinsi ambavyo usingizi wako unakuwa improved. Na pia kwa wale ambao hawapati usingizi kabisa, unaweza kutumia msaada wa meditation music, ukawa unaupiga kabla ya kulala. Unaweza kufungulia katika radio yako au katika simu yako au kwenye headphones za masikioni na ukakusaidia kupata usingizi. Meditation music ni mziki unaoleta utulivu na uponyaji ndani ya nafsi yako. Katika kipindi hiki cha full moon inashauriwa kusikiliza mara kwa mara meditation music. Itakusaidia sana kutibu nafsi yako na pia kukusaidia uweze kupata usingizi mzuri. Unaweza kusikia mziki ambao una play katika background ya video hii. Hiyo ni moja kati ya meditation music, lakini zipo za aina nyingi sana. Unaweza kuingia hapa YouTube ukasearch meditation music, utaletewa za aina nyingi sana. Utachagua unayoitaka kisha utaplay
kabla ya kulala. Utaona jinsi ambavyo unalala within a second, na ukilala unapata usingizi mzuri wenye utulivu na utakao kutibu nafsi yako. Na pia katika kipindi hiki watu wengi wataathirika kihisia. Watu watapata hisia za huzuni, hisia za kukata tamaa, hisia za hasira, kukumbuka mambo ya nyuma yaliyopita, mambo yaliyokuumiza tangu utotoni. Tunasema child trauma. Zitawasumbua sana watu. Katika kipindi hiki utajikuta unakasirika kirahisi sana, unaumizwa kwa urahisi sana, na mood pia inakata mara kwa mara. Yaani utajikuta unakuwa moodless. Ushawahi kusikia mtu anakuambia yani leo niko bored, sijisikii kufanya chochote, au sitaki mtu aniongeleshe? Hizo zote ni athari za full moon. Vipindi vya mwezi huwa vina tabia ya kuathiri hisia zetu. Pale mwezi unapokuwa mdogo, yani unapoandama, huwa hisia zetu zinakuwa zipo chini sana. Yani kiwango chako cha wewe kukasirika au kuumia kinakuwa kipo chini sana. Lakini kadiri mwezi unavyozidi kuwa mkubwa, ndipo sensitivity ya hisia zetu inaongezeka. Kwa hiyo mwezi unapofikia katika peak, unapokuwa full, hisia zetu zinakuwa very sensitive. Hiki ni kipindi ambacho unatakiwa kuwa makini sana na watu unaochangamana nao. Usipokuwa makini katika msimu huu, utajikuta unagombana sana na watu, mnaachana, mnaumizana, unaingia katika stress kubwa ya kulia, kuumizwa. Kwa hiyo you must be very careful. Kuwa makini sana na maneno unayowaambia watu. Unaweza kujikuta unaongea neno dogo tu la kawaida lakini likamuumiza mtu, na ukawa unashangaa, mbona nimeongea neno la kawaida, huyu mtu vipi? Kumbe ni full moon imeleta effect. Unaweza kujikuta unaumiza watu bila kukusudia. Wengine huwa wanafika mbali zaidi. Unaweza kukuta familia zinafarakana, wapenzi wanaachana, ndoa zinavunjika kwa sababu ya kitu kidogo tu. Pia hata wewe mwenyewe unapaswa kujilinda. Angalia ni watu gani unaongea nao, vitu gani unavisoma, mambo gani unayaangalia mtandaoni. Hiki ni kipindi ambacho unatakiwa kulinda moyo wako, usijeruhike. Moyo wako ukijeruhika katika kipindi hiki, utasababisha nguvu za ulimwengu zisiweze kufanya kazi ndani yako. Yani vibrational energy zako zitashuka sana. Jitahidi kuwa mnyenyekevu na kujiepusha na magomvi yasiyokuwa na sababu za msingi. Kipindi hiki ni rahisi sana kugombana na mtu au kupishana kauli na watu. Pia jiepushe na matani yasiyokuwa na sababu za msingi. Katika matani hayo unaweza kujikuta unaumizwa au unamuumiza mtu pasipo kukusudia. Kwa hiyo it is better to avoid it. Kwa muda wa wiki nzima kuanzia sasa, baadhi ya watu wanaweza kusumbuliwa na mfadhaiko au tunasema depression. Kama ukijikuta unapatwa na hali hiyo, unaweza kufanya meditation au kufanya spell ya kuachilia. Nilishafundisha hatua kwa hatua namna ya kufanya spell ya kuachilia mambo yasiyotufaa tena. Fuatilia video yangu ya nyuma iliyopita ambayo nilitoa nafikiri ni juzi. Fuatilia hatua kwa hatua namna ya kuachilia mambo yaliyopita, mambo yanayokusumbua moyoni mwako. Itakusaidia sana kupona na kukuweka sawa katika kipindi hiki. Na pia kwa muda wa wiki nzima kuanzia sasa, baadhi ya watu wanaweza kujikuta wanapata mawazo ya kukata tamaa au kutaka kukatisha uhai wao, yani kujiua. Research nyingi zimekwisha kufanyika na imebainika kwamba watu wengi huwa wanajiua katika msimu huu wa full moon kutokana na kwamba huwa wanashindwa kuhimili hisia zinazowapata. Kama utajikuta unaelemewa na hisia za msongo wa mawazo au hisia za huzuni kutokana na mambo yaliyopita au maumivu uliyopitia nyuma, tafuta mtu unayemwamini, unaweza ukasaidika. Kumbuka kwamba full moon ni kipindi cha kuachilia. Tunaachilia mabaya yote ambayo hayatufai tena, mambo yote yaliyotuumiza, yanayotuelemea kihisia na kimwili. Kwa hiyo kuongea na mtu au kufunguka mambo yanayokusumbua ni moja kati ya njia ya kupona na kuachilia. Utaona jinsi ambavyo unatua mzigo uliokuwa unakuelemea kwa kuongea tu na mtu, hata kama asipokusaidia, lakini ile kuongea tu utajikuta unatua mzigo fulani. Yes, ninaelewa kuna mtu unapitia hiyo hali hivi sasa.
usikate tamaa. Tambua kwamba wewe ni wa thamani sana hapa duniani, na hayo unayopitia hauyastahili. Wewe unastahili furaha, unastahili amani, faraja na upendo. Ninakuombea uweze kupata nguvu na ujasiri wa kuweza kuachilia hayo yanayousonga moyo wako, na ninaamini utapona kabla mwezi mwandamo haujafika. Pia katika msimu huu, baadhi ya watu wanaweza kupata athari katika msukumo wa damu. Hii inatokana na kwamba kwa kadiri mwezi unavyosogelea dunia, ndivyo ambavyo gravitational pull inaathirika. Sasa gravitational pull inavyobadilika, sehemu zenye mikusanyiko ya maji huwa zinapata mawimbi, na hasa baharini huwa tunaona katika kipindi cha full moon huwa bahari inachafuka, kunakuwa na mawimbi makubwa makubwa. Sasa hii gravitational pull inaweza pia kuleta athari katika miili yetu. Tunafahamu kwamba asilimia kubwa ya miili yetu imekuwa covered na kimiminika. Kwa hiyo blood pressure inaweza ikapanda mpaka 5%, na pia baadhi ya watu wanaweza waka experience kuongezeka kwa mapigo ya moyo. Hiyo yote ni athari inayotokana na nguvu za full moon. Kwa wale ambao watafanya spell za full moon, wanaweza wakapata zaidi athari hii. Kwa hiyo usishtuke na wala usishangae. Na athari hii huwa inakuwa kinyume chake. Kwa kadiri mwezi utakapokuwa unaanza kupungua ukubwa wake, yani tunapoelekea katika mwandamo wa mwezi unapokuwa mdogo, huwa blood pressure inapungua mpaka kwa 5%. Na ndio maana hata kihisia watu huwa wanakuwa calm. Tunafahamu kwamba pressure ikiwa juu, pia hata hisia zako zinakuwa more sensitive, lakini pressure ikiwa normal au ikishuka, huwa hata hisia zako zinakuwa zipo down. Ajali nyingi huwa zinatokea katika msimu wa full moon, na ndio maana huwa ninashauri katika msimu huu wa full moon ni vyema ukatulia nyumbani kwako. Watu hawapo katika utulivu. Watu wana hasira, msongo wa mawazo, wana maumivu moyoni. Kwa hiyo umakini unakuwa ni mdogo sana. Kama huna ulazima wa kutoka, ni vyema ukatulia nyumbani kwako. Hii ni salama zaidi kwako. Na pia hata ukienda katika mikusanyiko katika msimu huu wa full moon, fujo nyingi huwa zinaibuka sana. Yaani kunakuwa hakuna utulivu wa moja kwa moja. Ni lazima tu fujo zitaanza au watu watagombana. Kwa hiyo ni vyema ukajiepusha na mikusanyiko yoyote au outing za aina yoyote au safari ambayo haina ulazima. Na pia matatizo ya tumbo yatajitokeza kwa watu wengi. Inawezekana hata wewe tayari umeshaanza kuexperience hicho kitu. Tumbo kujaa gesi, watu kuharisha au kupata constipation, chakula kuto kudigestiwa vile inavyotakiwa au tunasema indigestion, zitawapata watu wengi sana. Tumbo kuumauma bila sababu ya msingi au kupata vichomi tumboni. Hizo zote ni athari zinazotokana na nguvu ya full moon. Unaweza kutengeneza mfumo maalum wa ulaji ili kuweza kupunguza matatizo ya tumbo. Asubuhi unaweza kunywa chai na kitafuna chako kama kawaida. Mchana hakikisha unakula na kushiba vizuri kabisa. Kisha usiku punguza idadi ya vyakula vya wanga pamoja na sukari. Zidisha mboga mboga na matunda. Itasaidia sana katika mfumo wako wa umeng'enyaji wa chakula. Na pia zingatia kula masaa 3 kabla ya kulala. Usile saa 4 alafu unapanda kitandani saa 4:30. Itakusumbua sana. Kama unalala saa 4, hakikisha mlo wako wa mwisho unakula saa 1. Itakusaidia sana kurahisisha mfumo wa umeng'enyaji wa chakula mwilini mwako. Na pia unaweza kujikuta unapata msukumo wa kutaka kusafisha mazingira yako. Aidha ni chumba chako au nyumba yako au mazingira yako yanayokuzunguka. Hiyo yote inatokana na effect ya full moon. Full moon huwa inatuhitaji tuachilie yale yote ambayo hayatufai. Kwa hiyo hata vitu vya physical, yani vitu vya kimwili ambavyo tunaviona, pia tunapata msukumo wa kuviachilia. Mojawapo ni kusafisha ndani kwako. Unaweza kujikuta unapata morali ya kutaka kufanya usafi. Unatamani ulime uko nje, unatamani utoe godoro, usugue chaga, ufue nguo zote ndani ya nyumba. Hiyo yote inatokana na energy
ya full moon. Sasa kama ukijikuta unapata msukumo wa kutaka kusafisha mazingira yako, kama ni ndani kwako, aidha ni chumbani kwako au ni nyumba nzima, hakikisha unasafisha kwa kutumia chumvi ya mawe ili kuweza kutumia vizuri ile nguvu ya full moon na kukaribisha positive energy ndani ya nyumba yako. Naomba tu nikukumbushe, full moon huwa inatokea kila mwezi katika mwaka, na kwa mwaka mmoja huwa tuna full moon 12 na mwandamo wa mwezi 12. Kwa maana hiyo basi kila mwezi huwa kuna mwezi kuandama, yani mwandamo wa mwezi na mwezi kukamilika. Hivi ni vipindi vikubwa sana kiulimwengu na kamwe hupaswi kuvipuuzia. Usiache nguvu hizi zikupite. Watu wengi ambao wamefanikiwa wametumia nguvu hizi, na hata wewe unaweza kufanikiwa kama ambavyo wengine wameweza kufanikiwa. Kumbuka kwamba hii ni channel kwa ajili ya watu ambao wanataka mabadiliko na mafanikio katika maisha yao. Kwa hiyo kama umejikuta umeingia katika channel hii, tambua kwamba wewe tayari ni mtu mwenye mafanikio. Katika msimu huu wa full moon, pendelea kujitamkia maneno yenye nguvu, na pia watamkie wengine maneno yenye nguvu yanayowabariki. Usitamke maneno ya kujeruhi mtu au usitamke maneno ya kumshusha mtu chini, kwa sababu katika nguvu za ulimwengu, nguvu unayoitoa ipo siku itakuja kukurudia wewe mwenyewe. Kwa hiyo tumia ulimi wako vizuri. Usimlaani mtu, usimtamkie maneno ya kumdharau. Hiyo nguvu unayoitoa ipo siku itakuja kurudi kwako. Kwa hiyo jiulize, ni nguvu gani unatoa? Kama ni nzuri, hongera. Kama ni mbaya, badilika. Mimi ninakutamkia ushindi na mafanikio kuanzia sasa na maisha yako yote yaliyobaki hapa duniani. Wewe ni mshindi, wewe sio mnyonge. Haustahili umaskini, haustahili kupata maumivu. Unastahili kuishi maisha ya furaha, amani na ushindi. Kwa Waislamu huwa tunasema inshallah, na kwa Wakristo huwa tunasema katika jina la Yesu. Hakuna kitu kinachoshindikana. Kama unaamini hilo, unaweza kuandika neno amina hapo chini kwenye comment. Kwa upendo unaweza kushare video hii na watu uwapendao. Itawasaidia sana na wewe pia utabarikiwa. Hakikisha una subscribe ili usije kupitwa na video nyingine zinazofuata. Asante sana.